Na chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema kimekuwa chama pekee cha kisiasa ambacho hakijasaini kanuni za uchaguzi, jambo ambalo linawanyima fursa kisheria kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 nchini humo unaotarajiwa kufanyika mwezi wa Oktoba. Mkurugenzi wa Tume Huru ya Uchaguzi Ramadhan Kailima amesema Chadema hawatashiriki uchaguzi huo hadi mwaka 2030 ikiwa ni kutokana na kutotia saini kanuni za uchaguzi. Hata hivyo pia ameelezea baadhi ya mabadiliko yaliyofanywa na tume hiyo katika uchaguzi wa mwaka huu. Akizungumza na mwandishi wa BBC Leonard Mubali, mkurugenzi wa Tume Huru ya Uchaguzi Ramadhan Kailima anaanza kwa kutoa ufafanuzi wa kisheria kuhusiana na umuhimu wa vyama vya siasa kusaini kanuni za maadili kabla ya uchaguzi na athari za vyama kutofanya hivyo. Vyama kwa mujibu wa orodha kutoka msajili wa vyama vya siasa, vyama vyenye usajili kamili nchini vyama 19. Tumepata vyama 18 na vyote mosi vimeridhia maadili yale, lakini pili vimesaini maadili hayo. Chama kimoja tu ambacho hakijahudhuria na kusaini maadili hayo. Sasa hatima ya chama ambacho hakijasaini maadili hayo ni kutokupata fursa ya kushiriki uchaguzi. Tuliandika barua na tukawapigia simu, wakasema wanajadiliana. Sasa mpaka tunaingia kwenye kikao mpaka leo asubuhi baada ya kutumia ujumbe kwamba hatoshiriki kusaini maadili ya uchaguzi. Ni hiari ya mtu, lakini jue kwamba hiari yako basi kila haki na wajibu wake. Hasa haki yao ya kutokusaini na wajibu wa kutokushiriki uchaguzi. Na labda niseme si kwamba hawatoshiriki uchaguzi utakofanyika Oktoba mwaka huu. Bali hawatoshiriki chaguzi zingine zote ndogo katika muda wa miaka 5. Kwa uchaguzi huo utakofanyika Oktoba kwa tarehe ya baadaye baada ya kunywa kwa bunge ambao ni uchaguzi wa rais, bunge na madiwani, chama hicho hakitoshiriki na wagombea wao hawatoteuliwa kuwa wagombea wa nafasi yoyote kwa sababu hawatopewa fomu namba 10 ili kukiri kanuni za maadili ambazo chama chake hakijakubali kuyatekeleza. Na hata uchaguzi mdogo wote ukitokea katika miaka 5 ya ubunge au udiwani, chama hicho hakitoshiriki. Kitasubiri Mungu akitoweka hai 2030 zikitungwa kanuni zingine, wakiona wanaweza kuingia kuulingo basi watasaini, watashiriki uchaguzi. Sasa kama hujasaini leo tunatoa gazeti la serikali basi ndo basi tena. Hakuna tena fursa nyingine kwamba eti kesho atakuja saini au kesho kutwa. Hapana. Mara nyingi sana katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi na hata baada ya uchaguzi, tume ya uchaguzi umekuwa mkilalamikiwa sana. Mmejiandaa vipi kati ya yale mambo ambayo mmekuwa mkinyoshewa kidole, mkurugenzi? Tume katika moja mazoezi ambayo nalalamikiwa ni uboreshaji wa daftari. Nadhani wewe ni shahidi hivi sasa. Tumeweza uboreshaji wa awamu ya kwanza. Malalamiko umesikia ni ya kawaida tu. Hatimaye malalamiko hayo yamekuwa solved. Na sasa tumekuwa katika maandalizi. Kwa mfano kwa mara ya kwanza tumesaini kanuni za maadili mapema sana. Mara zote huwa tunasaini tunapoelekea mwisho kabisa kule. Maana yake tume ya uchaguzi safari imejipanga kusimamia na kuratibu uchaguzi ambao utakuwa huru na haki. Lesson moja hapo tumeipata ni walikuwa nalalamika watu idadi ndogo ya vituo vya kuandikisha wapiga kura. Kwa sasa tumeongeza almost vituo 2000 vimeongezeka katika maeneo mbalimbali. Lakini tunatarajia vituo vya kuandikisha wapiga kura vitakuwa vingi zaidi vya wananchi katika maeneo ambayo waliokuwepo ili waweze kuzingatia. Lakini lingine ambalo wananchi walikuwa wanalalamikia ni issue ya kwamba mgombea anapita bila kupingwa. Safari tunaiondoa hiyo. Kwa mujibu wa sheria kwa sasa, akitokea mgombea mmoja wa kiti cha mbunge, akitokea mgombea mmoja kiti cha diwani, atapigiwa kura ya ndio au hapana. Na kura ya hapana ikiwa nyingi, maana yake ameshindwa, tume itatangaza upya mchakato wa uchaguzi. Kura za ndio zikiwa ndio, sasa tangaza na tume baada ya kuhesabiwa kura na kwamba ameshinda. Hilo ni moja na learning lesson hiyo. Lakini ya pili ni kwamba kipindi cha nyuma tangu tume imeanza watu ambao wamezuiliwa kwenye magereza na vyuo vya mafunzo walikuwa pati fursa ya kupiga kura kwa kuandikishwa. Sasa safari kwa mujibu wa kifungu namba 10 cha sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi, watu ambao wamehukumiwa gerezani kwa magereza ya Tanzania bara, watu ambao wamehukumiwa kwenye vyuo vya mafunzo kwa upande wa Zanzibar kifungo cha miezi 6 kushuka chini, sasa watarudishwa kwa wapiga kura na wakati wa uchaguzi watapelekewa fursa ya kupiga kura. Tukisalia hapo basi kuhusiana na suala hilo la uchaguzi nchini Tanzania, kwa sasa tunajikita zaidi katika uchambuzi kuhusu mageuzi yanayodaiwa na vyama vya siasa nchini Tanzania, hali ya kisiasa kwa sasa na chama kikuu cha upinzani Chadema kuondolewa kwenye uchaguzi unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu. Sasa swali la kujiuliza, je, uamuzi huu unaweza kubatilishwa? Kulijadili hilo kwa kina ni naye Fulgence Masawe, mwanasheria kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu nchini Tanzania, pamoja na Absalom Kibanda,
ambaye ni mwandishi habari mwandamizi kutoka Tanzania. Nianze nawe Fulgence, mbobevu katika masuala ya sheria. Sasa kisheria, je, kuna mwanya unaoashiria Chadema itaruhusiwa kushiriki katika uchaguzi wa mwaka huu? Maadili ya uchaguzi ni sehemu ya mchakato wa maandalizi kwa ajili ya uchaguzi mkuu, na maadili haya yanatengenezwa kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge pamoja na madiwani, kile kifungu cha 162. Kwa mujibu wa sheria tunajua kwamba vigezo vya kushiriki uchaguzi ni kulingana na katiba pamoja na sheria. Sasa ukiangalia maadili hayawezi kuwa ni sheria ambayo inaweza ikamnyima mtu kushiriki kwenye uchaguzi moja kwa moja, lakini ukirudi nyuma sasa ukiangalia kinachotokea ni yale ambayo yamekuwa yanapigiwa kelele na Chadema wenyewe, kwa sababu wanataka marekebisho kabla ya uchaguzi. Huenda pia nia yao kushiriki uchaguzi imeonyeshwa wazi kwa kutokwenda kusaini hayo maadili ya uchaguzi, na changamoto wanazozungumzia ndio hizi. Kama maadili yenyewe yanaweza akawa ndio sifa ya kumzuia kuto kushiriki uchaguzi, ina maana kuna changamoto kwenye uchaguzi huo wenyewe. Kwa mtazamo huo, sheria zipo, je, hakuna nafasi ya kuweza kupaliza sauti zao kabla ya kuingia katika ile amsha ya kuelekea katika uchaguzi mkuu Fulgence? Na kwa nini kugomea kuje wakati tunapoelekea katika uchaguzi mkuu? Hii inaleta taswira gani? Kwa sababu tukimwangalia mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu ni mwanasheria mbobevu. Kwa kusema kwamba kwa nia ya kufanyika mapema, naweza kukubaliana naye kwa namna moja, huko mwisho ina maana yamekwama. Kama utakumbuka, wakati rais anaingia madarakani alitambua kuna changamoto kwenye chaguzi zetu na nafasi za kidemokrasia, ndio maana akaja na zile 4R na pia akaja na kongamano lile la demokrasia, na baadaye akaunda kikosi kazi cha demokrasia chini ya Profesa Mkandala, na alichukua maoni ya wadau mbalimbali, na pia walikuwa na vikao vya maridhiano vyama vya siasa, na baadaye wakawa na maridhiano na chama cha Chadema chenyewe, na mwisho wa siku ikapelekea kutungwa kwa sheria mpya za uchaguzi. Tuna sheria namba 1 na sheria namba 2 ambazo ni sheria ya uchaguzi pamoja na sheria ya tume huru ya uchaguzi. Walianza mapema lakini walishindwa kuafikiana, na ndio maana wamefika hapa, na tunakoelekea ni kama chumvi inazidi kuongezewa kwenye ule mgogoro ambao upo, ambao ni wa kisiasa, kwa kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema sasa na kuwekwa ndani na kutoa makosa ya uhaini. Maana kipindi kile Mbowe alifutiwa makosa ya ugaidi ili waweze kukaa kwenye meza ya maridhiano, lakini kwenye kipindi chenye mvutano kama hiki na mkamata mwenyekiti mwingine, inayo nampa kesi ya uhaini ambayo ni kesi kubwa kabisa. Kwa upande wako Absalom Kibanda, chama chochote cha siasa ni taasisi inayowakilisha wananchi. Sasa unazungumziaje haki na demokrasia ya wapiga kura na wagombea wa chama hicho? Ndio kusema hawatawachagua wala kuchaguliwa. Kwa sasa sina uhakika sana kama huu msimamo wa Chadema, kile ambacho tunaelezwa sasa, kitaendelea kuwa hivyo pasipo kubadilika hadi mwisho. Lakini iwapo hiki ambacho kinaitwa ama kususa au kugoma kwa Chadema kusaini kanuni za maadili na pengine kufikiria kutoshiriki uchaguzi kama hakutafanyika mabadiliko, hili ni pigo kwa demokrasia ya Tanzania. Ni pigo kwa Chadema ndio, lakini ni pigo kwa mustakabali mzima wa demokrasia ya vyama vingi hapa Tanzania, kwa sababu uko uzoefu wa miaka iliyopita wa baadhi ya vyama vya siasa kususia kushiriki katika uchaguzi, kama ilivyotokea baada ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar mwaka 2015, wakati ule CUF walipoamua kususa baada ya uchaguzi wa marudio, na linawapa nafasi Chama cha Mapinduzi na vyama vingine vidogo kushiriki na kupata ushindi wa rais, lakini kuacha manunguniko ya wananchi nyuma. Kubwa kuliko lote kwa Tanzania, hili likiendelea hivi, naona mwamko wa wapiga kura utakuwa ni wa chini sana katika uchaguzi huu, jambo ambalo naamini linapaswa kufanyiwa kazi na Tume ya Taifa ya Uchaguzi na wadau wengine wa demokrasia, kwa sababu kutakuwa na hali ya kukata tamaa, kwa sababu watu wengi ambao pengine wanaguswa na ushawishi wa Chadema, sio kama wana Chadema, kama wapiga kura tu, kama watu wanaopenda ushindani, watavunjwa moyo sana na hatua hii kama hali itabaki kama ilivyo. Fulgence, kuna njia mbadala ya mtanziko huu? Njia mbadala ipo. Matatizo yote ya kisiasa suluhu yake ni ya kisiasa, na siasa ni meza ya maridhiano kati ya pande zote mbili. Kiangalia mvutano uliopo kwenye chaguzi hizi, hata vyama vilivyosaini hayo maadili ya uchaguzi, tunaona ACT wametoa tamko lao na wamekuwa na kauli yao ya operation Linda Demokrasia, inaonyesha wazi kabisa bado kuna mtanziko kuelekea uchaguzi huu. Kumbuka kilichotokea mwaka jana kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa kimetia doa sana serikali hii iliyoko madarakani. Ilikuwa imeahidi kwamba itarudi nyuma kuboresha yale ambayo yalitokea 2019 na 2020. Naamini meza ya mazungumzo na maridhiano
maridhiano yanaweza kuwa mwafaka zaidi kuliko kuonyesha nani mbabe kuliko mwingine. Absalom, unaiona njia mbadala ya kutatua mtanziko huu badala ya Chadema kususia bila kuangalia mustakabali wa wapiga kura na amani ya Tanzania? Kama Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anaongelea R4 na moja katika hili ikiwepo swala la maridhiano na mabadiliko, nadhani pande ambazo zinahasimiana sasa hivi ikiwepo Tume ya Taifa ya Uchaguzi na Chadema wanaweza wakatafuta fursa ya kukaa tena na kutafakari hoja na madai ya Chadema na pia kuelezwa faida na hasara ya wao kususa au kushiriki uchaguzi. Na hili lifanywe kwa Chadema wakikumbuka kilichotokea wakati wa bunge la katiba mwaka 2013 na 14 walipoamua kususa na matokeo yake mabadiliko ya katiba yakakwama mpaka leo hii. Upi sasa mustakabali wa siasa za Tanzania? Fulgence. Mustakabali ni watu warudi nyuma, watumie wazee waliopo, na tuna kamati nyingi zimeundwa na commission nyingi sana za nchi zimetoa mapendekezo mengi. Yale mapendekezo yatafutwa kuanzia ya Nyalali, yakija ya Kisanga, yakaja Bomani, yakaja ya Warioba karibuni, wapitie yale yaliyopendekezwa kwenye hizi tume zote za rais, yatekeleze yale mapendekezo yalikuwa yametolewa. Kwa maana hiyo, upi mustakabali wa siasa za Tanzania kwa kuwewe Absalom Kibanda? Huu ni mustakabali mbaya. Huu ni mwelekeo usio na afya kwa demokrasia na utawala bora. Ingawa hali hii si ya Tanzania tu sasa hivi, kumekuwa na mdororo wa kidemokrasia duniani, hali ambayo inapaswa kuangaliwa kwa jicho tofauti ili kuiondoa Tanzania katika mkwamo. Lazima tukiri kuna mambo tunapaswa kujisahihisha kama wadau wa demokrasia na siasa za ushindani wa vyama vingi. Ni Absalom Kibanda, mwandishi wa habari mwandamizi, pamoja naye Fulgence Masawe, mwanasheria kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu nchini Tanzania.